rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa Ndauka TV, leo tupo katika wilaya ya Nachingwea. Tumemtembelea shekhe wa wilaya Alhaji Shekhe Abdul Saidi Mpakate. Tumekuja kwa ajili ya kuhitaji historia ya Uislamu unaendeleaje katika wilaya yake. Shekhe, karibu katika kipindi chetu cha dakika 15 cha maswali na majibu. Asante. Karibu. Jina lako nani? Wasikilizaji na watazamaji wa Ndauka TV wanataka kusikia kama shekhe wa wilaya, jina lako nani? Utasema majina matatu ili waweze kutambua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kwa majina naitwa Abdul Saidi Mpakate. Najulikana Abdul kwa yale mambo mengine yanafukizwa. Soma Saidi Mpakate. Shule Mpakate. Ni shehe wa wilaya ya Nachingwea. Naam shekhe, tuna maswali hapa ambayo watazamaji wa Ndauka TV wanataka kutambua ndani ya wilaya yako katika Waislamu unaendeleaje katika dini ya Kiislamu ndani ya wilaya yako? Alhamdulillah, katika wilaya yetu tunaweza kusema kwamba Uislamu una maendeleo kwa sababu ukilinganisha na hali ambazo zilikuwa hapo mwanzo na sasa kuna utofauti mkubwa huko. Kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba kwa sasa tunaendelea. Mfano hata kama hiyo zamani tulikuwa na ofisi ilikuwa huko nyuma, lakini ofisi ambayo haikuwa hata na vifaa, lakini kwa sasa tunayo ofisi ambayo kama hivi inavyoonekana kwamba watu wanakuja kutoa malalamiko yao, wanakuja kutoa shida zao, na sisi tunakaa mahala pa kuweza kuwasaidia wao wakiridhika kwamba kufika ofisini. Kwa hii ni moja ya kuonyesha kwamba tumesoma mbele, lakini yako mambo mengi tu, hata zile madarasa zilikuwa hazipo nyingi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Uislamu kwa sasa unasoma. Naam shekhe, tunashukuru. Ndani ya wilaya yako ina misikiti mingapi na mashehe wa kata wangapi? Ndani ya wilaya idadi ya misikiti mpaka miaka mitatu iliyopita au minne iliyopita tulikuwa na idadi ya misikiti 110 kama 110, lakini ni miaka kama 4-5 iliyopita. Kwa sasa hivi ndio itakuwa imeongezeka zaidi, lakini kuna kata 34 ambapo katika 36 ambazo katika kata hizo tuna mashehe 34. Kata moja tuna mashehe 34, kwa maana kwamba kata moja bado haijapatikana shehe kwa sababu ya ule ukaribu wa kuzaliwa ile kata. Japo kwamba serikali imeshazaliwa kata, lakini sisi kama kidini bado hatujafikia utaratibu kupata shehe, kwa sababu shehe anatakiwa kuweka uhakika wa kuwa na uwezo wa kuendesha kile ambacho watakuwa wanafanya nacho ndani. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ndauka TV, huyu ndio shekhe wa wilaya katika wilaya ya Nachingwea kama alivyokuwa ameeleza, lakini pia katika kipindi chetu hiki na mtazamaji wa YouTube, Facebook, Instagram. Ukienda YouTube basi utakuta, ukiandika Ndauka TV utatukuta. Ukienda Facebook Darwesh Dua utatukuta. Ukienda TikTok andika Ndauka TV utatukuta, lakini chaneli yetu inatambulika kwa jina Ndauka TV. Usikose kusubscribe pamoja na kulike ili uweze kupata taarifa zetu za kila wakati. Na shekhe, tunaendelea na maswali yetu. Waumini ndani ya wilaya hii mna mpango kazi gani ambao kuhakikisha Uislamu unaendelea? Na alhamdulillah tunayo mipango mifupi, lakini kuna muda mrefu. Mipango mifupi ni kwa sasa ni kwamba tuko na ajenda ya kuhakikisha kwamba misikiti yote ambayo imejengwa
kizamani, yani imepauliwa na pengine na makuti nyasi, tunaitokomeza. Tunaitokomeza kwa maana kwamba tunajenga msikiti, na alhamdulillah kwa hilo kwa sasa tumebahatika kwamba karibu robo tatu ya wilaya tuna misikiti iliyokuwa ya kisasa ambayo ni mizuri kulingana na hadhi ya eneo husika. Lakini mipango mirefu ni kwamba baada ya misikiti utafuatia madrasa ambazo baada ya miaka 5-6 baadaye tunakusudia kwamba kila msikiti inawezekana kuwepo na darasa, ambapo sasa hivi baadhi ya misikiti bado haijakuwa kuwa na madrasa. Zaidi ya hayo, tuna mipango ya kiuchumi ambayo tunafikiria. Katika vikao vyetu vya karibuni tulikubaliana kwamba kila kata basi iwe na utaratibu wa kutengenezea vitega uchumi. Sisi kama baraza wilaya katika hilo mpango wa muda mrefu ni kwamba tunakusudia kupata ekari 100 ambazo baadaye tutafikiria nini cha kufanya baada ya kushauriwa na wataalamu, ambazo tutazipata katika kijiji kinaitwa Mbondo, tarafa ya Kimaron. Tunatarajia na sasa tumeshafanya process za awali kupata ekari 50 zimeshapimwa tayari, lakini bado uhakiki ule kwa sababu ya kulitokea wanyama wakali, kwa sababu ya isimamisha kidogo utaratibu, lakini mambo yakikaa vizuri bila shaka jambo litakuwa vizuri. Zaidi ya hayo, tuna kiwanja ambacho ni ekari 4 tunacho hapa, ambacho tunakusudia kujenga chochote kitakachofaa kwa wakati wake, kama ikibidi kama ni shule au zahanati, chochote ambacho tunaona kwamba kinafaa tutajenga kwa ajili ya kufikia mambo ya kama kitakachoshuhudia na kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu hapo wilayani. Huyo ni shekhi wa wilaya kama alivyoeleza ndani ya wilaya, na wilaya kweli yeye ndo aliopewa mamlaka ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Yeye ndo mwenye mamlaka. Ukitaka kuja hapa kwa ajili ya dini lazima umuone yeye ndo mwenye mamlaka kupitisha, na kama alivyoeleza wameandaa hekari 50 kwa sasa, lakini wana lengo la kuandaa zaidi ya ekari 50. Mpenzi msikilizaji na mwangaliaji wa TV Ndauka, hapa tupo kwa shekhe wa wilaya katika ofisi ya BAKWATA wilaya Nachingwea. Shekhe, changamoto gani ulizokutana nazo katika kutangaza neno la Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, changamoto kwenye mafanikio lazima changamoto ziwepo, na changamoto ambazo tumekabiliana nazo hapa ni kwamba watu wa kuweza kutusapoti katika kila ambacho tunachokibuni kwamba vipi tuletee maendeleo, wale supporters wanakuwa ni wachache. Hili kweli inatupa shida kidogo, kwamba mara zote tunapobuni sisi tunabuni kama na kusimamia, lakini tunachotegemea ni kwamba wapatikane watu ambao watatusapoti. Hawa sasa ndio watakaotusaidia kufanikisha yale masuala ambayo tunabuni. Kwa mfano, hizo ekari 4 nilizozieleza hapa zilikuwa ni ekari 12, lakini ilitokea kwamba tulitakiwa kulipa fidia, yani kuwalipa fidia wale ambao walikuwa na mazao ya muda mrefu katika lile eneo. Lakini pamoja na juhudi zetu zote za kuwatafuta wafadhili, tulifanikisha kuziokoa ekari 4 tu. Ekari karibu 8 tulizikosa. Hii maana yake ni kwamba tatizo tunalo hilo, changamoto yetu ni kwamba watu wa kusupport wanakuwa ni wachache. Hili ni kwa lakini nyingine ni kwamba viongozi wetu wa kata mara nyingi ni kwamba hawataki ile hali ya kujiendeleza, kufahamu mengi katika mfumo wa kuendesha dini kisasa. Yaani ile falsafa ya Mheshimiwa Mufti kwamba jitambue, badilika, acha mazoea. Hii ni kama vile haijafika vizuri baadhi ya viongozi wetu katika ngazi za kata. Kwa sababu hii utakuta kwamba juhudi ambazo huko zinafufuliwa zinapofika kwenye kata basi huwa zinaendelea. Isipokuwa baadhi ya kata tunashukuru kwamba wameshika na wanaendesha vizuri hayo mambo. Nadhani kwa hiyo changamoto zetu ni sana ndizo. Kwa wale ambao wapenzi wa Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla na wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kutanguliza amali zako kwa Allah Azza wa Jalla,
basi tupende kumtembelea shekhe wa wilaya. Ana mambo mengi sana ndani ya wilaya yake, ana mpango kazi ndani ya wilaya yake, pia hata mashekhe wa kata pia yapo mengi ya kujifundisha kwake ambao ndani ya wilaya yake. Kikubwa zaidi tumsapoti kwa Waislamu hata wasoko Waislamu, kwa sababu tunakoelekea ni sehemu moja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Unavyotanguliza basi siku ya kiyama zile amali zako utazikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Allah hada wajala. Shekhe, tunarudi kwako tena. Tunakaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu na wasoko Waislamu unawahusia nini ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani? Karibu. Naam, alhamdulillah, mwezi wa Ramadhani unakaribia kama ulivyosema. Kikubwa ni kwamba kwanza ilikuwa na maandalizi ya awali ni kiroho, yaani kabla ya maandalizi haya ambayo tunafahamu sana, lakini kuna maandalizi ya kiroho. Aina ya kwanza ya maandalizi ya kiroho ni toba. Tunatakiwa kufanya toba kwa maana kwamba kuna watu wanaishi na makosa madogo, wengine wanaishi na makosa makubwa. Wako watu wengine wanaishi na wanawake bila kuoa, kama vile wanawake wengine wanaishi na wanaume bila kuolewa nao. Hayo ni makosa. Sasa kabla ya kufika mwezi wa Ramadhani, basi maana yake tuhakikishe kwamba kwanza tunafanya toba ili tupate mustakabali mzuri wa kukabiliana na huo mwezi na kupokea vyema. Lakini maandalizi ya pili, tujitahidi kujiandaa na uchamungu. Yaani uchamungu kwa maana kwamba mwezi wa Ramadhani kuna ikramu nyingi zinatakiwa zifanyike. Watu wakarimu kwa ajili ya iftari, wakarimu watu kwa ajili ya adabu, wakarimu watu kwa namna mbalimbali ambazo tunazofahamu kwamba mwenyewe mtu hiki basi maana yake mkarimu. Yatakiwa tuwe hivyo. Lakini si hivyo tu. Pia hata lugha zetu katika kuzungumza tuhakikishe kwamba tunakuwa na lugha ambazo zinazoendana na mwezi wa Ramadhani. Manake lugha zenye maneno mazuri, lugha zenye kuombeana, lugha zenye kuadiana, kunasihiana. Sana basi tukithirishe dua. Nadhani haya ndio yanakuwa ndio maandalizi halisi. Baada ya hapo ndipo tunaanza kuandaa sasa masuala ya kifamilia, kuandaa mambo ya adabu ya familia, lakini na iftari na mengine. Naam, Shekhe, jambo lingine, unawahusia nini vijana kuhusiana na kudumisha amani ndani ya nchi yetu ya Tanzania? Naam. Cha kwanza ambacho tunawahusia vijana katika kudumisha amani, cha kwanza ni uzalendo. Iko riwaya inasema yapo panapatikana udhaifu fulani na imani. Kupenda nchi yako ni sehemu imani. Sasa kwa namna yote itakayokuwa haya maelekezo, basi maana yake yanabaki hivyo hivyo, kwamba ukiondoa maelekezo haya kiimani, basi utaeleta katika uhalisia tu wa jamii inavyoishi, kwamba kama mtu hapendi imani kwake, basi mtu huyu maana yake atakuwa ni adui kwa pale nyumbani kwake, kwa sababu hapapendi. Tafsiri yake ni kwamba wanakuwa na urahisi wa maadui kupitia yeye kuja kuharibu. Kwa hiyo cha kwanza tupende, yani tuwe na uzalendo, tupende nchi. Cha pili ni kwamba tuhakikishe kwamba kwa hali na mali, kila mtu kwa nafasi yake anahakikisha kwamba amani tulionayo maana yake inaendelea kupitia mchango wake yeye. Kwa sababu bila imani maana yake hakuna chochote, bila amani maana yake hakuna chochote kile ambacho tunaweza kufanya. Yaani amani ndio kila kitu. Iko amani na iko haki. Lakini haki baada ya amani. Yaani pasipo na amani haki haipo. Yaani ukenda katika nchi zile ambazo wanapigana vita kwa hivi sasa, wewe hiyo haki hauipati. Hata kama una pasipoti una nini huwezi kupata, kwa sababu hapana nini? Hapana amani. Kwa hiyo kwanza tuitengeneze amani ili kusudi baadaye, baada ya amani, hizo haki zetu ziweze kupatikana. Nadhani mimi kwa uhusiano wangu pia vijana ilikuwa hivyo. Lakini jambo hili pia hata watu wazima, midomo yetu na tuitunze vile, kwa sababu wazee pia kama midomo yao haikukaa sawa, ikawa wanajaribu kutoa maneno ambayo yanaweza kushawishi kusababisha vurugu, maana yake pia ni makosa. Maana yake ndio sababu ya kuleta
chokochoko na vurugu katika nchi na kukosa amani hatimaye. Na mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha dakika 15, tunamalizia na kauli mbiu amani. Shekhe amezungumzia juu ya amani. Amani kama ikitoweka, basi hakuna mtu yoyote anaweza kufanya kitu chochote ndani ya taifa lake. Cha kwanza uzalendo, kuipenda nchi yetu, pia tumche Allah hada wa jalla. Nikimalizia katika kipindi cha dakika 15 katika ofisi ya BAKWATA wilaya ya Nachingwea kwa Shekhe Alhaji Abduri Saidi Mpakate. Mimi ni Darwish Dua kutoka Ndauka TV. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. جعل جمعنا هذا جمع مرحوما. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعد تفرقا مؤيدا معصوما. آمين. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. آمين. نسألك اللهم أن تحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.